Yesu asifiwe sana. Napenda kuchukua fursa hii kwa mara nyingine kukaribisha ili tunapoenda kuendelea kujifundisha, na ninaamini ya kwamba tutakuwa tunaweza kubarikiwa kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu. Mungu ameweza kutuongoza kwa kila jambo. Tunashukuru sana kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu ametupatia ya kuendelea kujifunza kwa ajili ya malango. Naamini ya kwamba tunapoendelea Mungu atakuwa ni mwenye kutuwezesha ili sote malango yetu ya mwaka 2026 ikawa ni malango ambayo imebeba baraka, ikawa ni malango ambayo imebeba neema, ikawa ni malango ambayo imebeba ufanisi. Naamini ya kwamba tunaenda kuwa wenye baraka na Mungu anaenda kutuwezesha kila mmoja ili kumake sure kwamba tunafanikiwa katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu sana kwa wale wote ambao wanafuatilia kwa ajili ya YouTube, na wale wote ambao wamechukua nafasi kwa ajili ya kuombea malango yale mwaka 2026. Mungu akaweze kuwawezesha na Mungu akaweze kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, nasema ni asante. Baba, ni kwa sababu ni wema, ni kwa sababu ni mwaminifu. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka. Baba, ni kwa sababu unastahili. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu Bwana Yesu ambaye anafuatilia kwa ajili ya ujumbe huu. Fungua malango yake, muwezeshe. Baba, ni kwa sababu ni mwema. Mungu, simama kwa ajili ya malango yake ya baraka, simama kwa ajili ya malango yake ya neema, na ufanisi na sifa na utukufu sikaweze kurudia. Baba, ni kwa sababu ni mwema. Kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mtu wa Mungu, tumekuwa tunaendelea kujifunza about malango, na tunaamini ya kwamba katika haya malango imekuwa ni kubarikiwa, na imekuwa ni malango ambayo unakuta kwamba Mungu ameweza kutuwezesha. Ningependa tukaweze kuangalia lango lingine. Mara nyingi tunapovuka mwaka unakuta kwamba kuna malango ambayo ni malango ya mauti. Lazima ukawe mtu mwenye kukataa malango ya mauti katika familia yako, katika jamii yako, katika maisha yako, kwa sababu ni milango ambazo unakuta kwamba adui anaweza kufungua mlango ya mauti kwa ajili ya boma yenu. Mwaka huu unakuta kwamba mnapoenda kumaliza, mnajiandaa, mnajipanga na mipango iliyo mema kwa ajili ya mwaka unaokuja, lakini adui naye amekuwa anapanga yake, adui amekuwa anakusudia yake. Ninakuombea kwamba mwaka 2026 Mungu akaweze afunge ili sasa tukaombe malango, katae roho ya mauti katika malango, kwa sababu hii ni roho ambayo mnaweza funguliwa malango pasipo kujua, pasipo kutarajia. Unakuta kwamba adui anaweza fungua malango kwa ajili ya mauti, na unakuta kwamba napoenda kumaliza mwaka unakuta kwamba adui anafungia watu sote, anaachilia roho ya mauti ili watu wasiweze kufuka mwaka salama. Tunakataa katika jina la Yesu. Ningependa uangalie nami kitabu cha Ayubu 38 ukiwa mstari wa 17. Andiko nasema, je, umefunuliwa malango ya mauti? Umefunuliwa malango ya mauti au umeyaona malango ya kuzimu? Je, umefunguliwa malango ya mauti ama umeyaona malango ya kuzimu? Sio jua ya kwamba mauti ni malango. Lazima ukawe ni mtu ambaye utakaye simama ili sote tukaweze kuomba kukataa roho ya mauti katika malango, kwa sababu watu wengi unakuta nafuka mwaka ndio nakutana na mauti. Watu wengine wakienda kumaliza mwaka ndio nakutana na mauti. Je, umeyaona malango ya mauti ama umefunuliwa malango ya mauti? Ujua kwamba malango ya mauti ni malango ambayo unaweza sukumiwa, malango ambayo adui anaweza simama malangoni, kwa sababu anawinda familia, anawinda jamii. Lazima ukatae malango ya mauti kwa ajili ya mwaka 2026. Sote tukaweze kupigana na haya malango. Ukatae katika jina la Yesu Kristo. Kataa mauti katika familia yako, kataa mauti katika jamii yako, kataa mauti ya hofu katika familia, kataa mauti katika taifa letu. Akataa roho ya mauti. So that ni malango ambayo inafunguliwa. Sio ukiwa ni mtoto wa Mungu, nenda mbele za Mungu ukaweze kufunga haya malango. Kataa ili ukafunge malango ya mauti katika kanisa. Kataa roho ya mauti katika jamii. Wale watu wote ambao unafanya nao kazi, wale unaoongoza, kataa malango ya mauti katika familia yenu. Kataa malango ya mauti kule kazini. Kataa malango ya mauti katika huduma ambayo unaifanya, na Mungu atakuwa ni mwenye kuwawezesha. So that haya ukiona mauti kila mara ni malango ambayo imefunguliwa.
na lazima haya malango ukaweze kuonyesha, lazima ukaweze kuchulishwa. Sote tunakuta ya kwamba watu wengi hatukimbii kwenda katika malango ili tukaweze kuombea malango. Make sure ya kwamba mtoto wa Mungu naombea malango ya mauti, ili sote mauti ikaweze kuondoka katika jamii, mauti ikaweze kuondoka katika familia, kwa sababu andiko limetuambia, je, umefunuliwa malango ya mauti? Lazima uangalie, unaweza kuwa umefunuliwa malango ya mauti. Kuna mtu mahali adui amesimama katika malango, kuna nguvu za giza ziko katika malango, ili kufunua mauti katika familia yenu, kufunua mauti katika jamii yenu. Lazima ukawe mtu mwenye kukataa roho ya mauti katika jina la Yesu, na Mungu atakuwa ni mwenye kukuwezesha katika jina la Yesu. Au umeyaona malango ya kuzimu? Nakuta kwamba kuzimu ni malango na mauti ni malango. Sio lazima tunapojiprepare kwenda mwaka 2026 kuwa mwenye kusimama ili ukaweze kuombea malango, ili malango, ukatae roho ya mauti katika malango yako, ukatae roho ya mauti katika jamii, ukatae roho ya mauti mahali popote ambapo uko, ili sote Mungu atakuwa ni mwenye kukuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu usipokataa hii roho ya mauti, utakuta kwamba mauti inamaliza watu wetu, mauti inamaliza vizazi. Lazima ukawe na ufunuo, lazima ukawe na ufahamu, ili ukaweze kupigana na roho ya mauti, na utakuwa ni mwenye kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tusome nami tena kitabu cha Zaburi mlango ukiwa ni wa 9 mstari wa 13, na andika nasema, wewe Bwana umenifadhili, tazama mateso niteswayo, wanaonichukia wewe uniinuaye katika malango ya mauti. Maandiko yanasema ya kwamba wewe Bwana umenifadhili, tazama mateso niteswayo na wanaonichukia, wewe uniinuaye katika malango ya adui ama malango ya mauti. Mateso, unakuta kwamba unaweza kuwa unateswa mateso mengi, unapitia shida mingi, unapitia changamoto mingi, unapitia maumivu mengi, kuna mapigo ambayo unapitia, lakini Mungu anayekuinua kutokana katika malango ya mauti. Huenda adui amepanga, huenda nguvu za giza zimepanga, lakini maandiko yanatuambia kwamba Mungu yeye hukuinua kutokana katika malango ya mauti, ili sote akaweze kukuwezesha katika jina la Yesu. Sio lazima make sure kwamba unaweza kusimamia malango yako, lazima make sure kwamba malango yako muhusishe Mungu, Mungu akaweze kupitiza. Nilianza kukuambia kwamba mwaka 2026 umebeba mambo mengi, mwaka 2026 umebeba vituko, mwaka 2026 utakuta ya kwamba una mambo mengi ya ajabu, lakini kataa roho ya mauti katika malango yako. Kataa ili Mungu akaweze kukuwezesha katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akaweze kukupeleka katika njia iliyo sahihi. Mungu akaweze kukupeleka katika malango ambayo ina amani, malango ya uzima, malango ya afya, ili ukaweze kufanikiwa. Lakini hii roho ya mauti lazima ukaweze kukataa, ili Mungu akaweze kukuwezesha, Mungu akaweze kukusaidia, mtoto wa Mungu, wewe pamoja na jamii yako, wewe pamoja na familia yako, wewe pamoja na kizazi chako. Mtumishi wa Mungu, kataa roho ya mauti katika malango, wewe pamoja na wale watu unaowaongoza, wewe pamoja na uzao wako, kataa roho ya mauti katika jina la Yesu, ili sote malango yako kama mtumishi wa Mungu ikawa ni malango ya uzima, ikawa ni malango ya baraka, ikawa ni malango ya neema, ikawa ni malango ya kufanikiwa, ikawa ni malango ya kuinuliwa, ikawa ni malango ambayo imejaa uwepo wa Mungu, ikawa ni malango yamejaa ufanisi. So lazima tukakatae, tukasimamie katika malango. Maandiko yamesema ya kwamba yeye hutuinua katika malangoni. Unakuta ya kwamba adui huteka vifo katika malango, adui huteka mauti katika malango, lakini Mungu akaweza kuinua kutokana katika ile malango, na utakuwa mwenye kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Usifurahie tu kwenda kumaliza mwaka. Shughulika na malango, shughulika na malango, shughulika na malango. Hizo katika hiyo malango Mungu akaweza kukuwezesha, Mungu akaweza kukufanikisha, Mungu akaweza kukuinua, Mungu akaweza kukubariki, ili sote katika hiyo malango ukaweza kuenda mbali zaidi katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu anakupenda na Mungu anakusudia yaliyo mema katika malangoni. Ningependa tunapoangalia tukisonga mbele, malango yako ya mbingu, malango yako, make sure kwamba malango yako iwe wazi,
ili so that mbingu ikaweze kufadhili malango yako. Omba Mungu sana kwa sababu ya malango yako ya mbingu ikawa ni malango ambayo itakayokuwa ni malango ya rehema, itakayobeba baraka, itakayobeba ufanisi, ili sote tukaweze kufanikiwa. Unapoangalia malango ya mbingu katika maandiko, kitabu cha Genesis chapter 28 verse 17, naye akaogopa akasema, mahali hapa pana tisha kama nini, bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni, ili so that mwaka 2026 ukawe katika malango ambayo ina uwepo wa Mungu, mahali ambapo pana hofu ya Mungu, mahali ambapo unakuta ni mbingu, malango ya Mungu, so that tukakae katika uwepo, mahali ya maandiko Yakobo anasema mahali hapa panatisha, na hapa napo ndipo lango la Mungu. Mtu wa Mungu, make sure kwamba lango lako limejaa rehema, lango lako limejaa baraka, na lango lako limejaa uwepo wa Mungu. Lango lako linatembea katika ufanikio, lango lako linatembea katika uwepo, lango lako linatembea katika upenyo, nao utakuwa ni mwenye kufanikiwa. Make sure kwamba malango yako itakuwa ni malango ambayo iliyojaa rehema, malango iliyojaa ufanisi, ili sote tukaweze kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ukiangalia pale penye tumesoma andiko la kuta Yakobo akaamka asubuhi. Yakobo alikuwa ameamka asubuhi na mapema kwa sababu aliamkia katika lango la Mungu. Hata na wewe make sure kwamba katika lango lako likawa ni lango ambalo limejaa uwepo wa Mungu, likawa ni lango ambalo limejaa nguvu za Mungu, likawa ni lango ambalo lina ufanisi. Na tunapokuwa mahali pale, ukiangalia Yesu naye ni lango, Yesu mwenyewe ni lango, so that make sure kwamba hili lango linakubeba, na hili lango Yesu akawa ni lango lako la rehema, Yesu akawa ni lango lako ambaye atakurehemu mwaka 2026, ili sote tukaweze kutembea katika mafanikio, ukatembea katika ushindi, na mtoto wa Mungu utafanikiwa, na Mungu atakuwa ni mwenye kukuinua. Sote tunapoangalia katika kila lango limebeba baraka zake, na kila lango kama limebeba baraka, pia lango limebeba laana, na pia lango, nilianza kukuambia kwamba vita ushindaniwa katika lango. Make sure kwamba malango yako, kuna wengi ninaona wanafurahia kwa ajili ya Krismasi, ni vizuri, lakini malango yako ya Krismasi kwa ni malango ya baraka, malango yako ya mwaka. Make sure kwamba kuna wengine wako katika maombi ya kufunga na kuomba kwa sababu ya kulilia lango zao. Make sure kwamba mtoto wa Mungu, hili lango likawa ni lango la baraka. Maandiko yanasema katika John chapter 14 verse 6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Huwezi kumfikia Baba pasipo njia Yesu Kristo. Yesu ni lango la mafanikio, Yesu ni lango la kufikia mema, Yesu ni lango la kufikia baraka, Yesu ni lango la kufikia ushindi, Yesu ni lango la mafanikio. Make sure kwamba tunaombea malango, twende mbele za Mungu tukaombea malango, tukaingia katika maombi tuombee lango. Mtu wa Mungu wa kazini, mahali popote uko, tenga muda kwa ajili ya kuombea malango, na utakuwa ni mwenye kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tutaweza kupata nafasi tena ya kuweza kuendelea kwa ajili ya siku ya kesho na malango zingine, lakini zingatia katika hili lango na utaona baraka. Tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Baba wabele kwa ajili ya lango. Mungu wabele tuwezeshe katika haya malango. Mungu wabele tupebe katika haya malango. Baba, tunakataa kila malango za mauti, tunakataa kila malango za magonjwa, tunakataa kila malango za kuzimu, malango zote ambazo adui ameinuka kupigana na ndoa zetu, kupigana na familia na jamii. Tunakataa katika jina la Yesu. Malango zozote za kutuma na kujituma tunazivunja katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ikawa ni malango ya baraka. Baba, jinsi uliweza kukutana na Yakobo, Mungu ukaangalia Yakobo anasema mahali hapa panatisha. Tunaomba Bwana Yesu tufungulie malango ya ushirika, malango ya upendo, malango ya amani, malango ya kutembea katika uwepo wako. Baba, ni kwa sababu wewe ni mwema. Pokea utukufu, pokea heshima. Mungu, ni kwa sababu ni mwema. Bariki wote wanaotazama ujumbe huu. Mungu, wabele wafungulie malango, wainue, watendee mema. Inua watumishi wako, watende mema Baba, ni kwa sababu Jehova. Tunakataa malangoni kwetu Jehova roho za kuzimu na ikataa, roho za mauti na sikataa, roho za magonjwa na sikataa, roho za vita na sikataa, katika jina la Yesu Kristo. Tufungulie malango ya mwaka
2026, malango iliyojaa uwepo, malango ya rehema, malango ya fadhili. Baba turehemu, nikosweni Jehova. Asante, nikosweni mwema. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini, na sisi wote tuseme amen. Mtu wa Mungu barikiwe sana. Ndio wewe unafositi kuendelea na huu ujumbe. Mungu akubariki sana. Tenga muda kwa ajili ya maombi na Bwana atakuwa ni mwenye kukubariki. Bwana atakuwa ni mwenye kuinua. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana wote ambao tunafuatilia kazi hii, na Mungu atakuwa ni mwenye kutuinua. Kataa kila malango mwaka ujao. Tunakataa, hatutazika kwa jina la Yesu. Tunakataa watoto wetu hawataangamia kwa jina la Yesu. Tunakataa kila roho zote za kila aina, na Mungu akaweze kutuwezesha. Nimekuwa wako Evangelist Crispin Wanyoni Wanjala. Shalom, shalom. May God bless you. Amen. Amen. Barikiwa sana.